Je, inasemekana kuwa baadhi ya wachezaji nchini kwetu Tanzania hasa wa timu kubwa bado kuna sakata la madai kuidai timu, kwa maana tumeona Pinipini Kamara wiki nzima hii. Sasa tumeona kuna fukuto kabisa hili la kuidai Simba Sport Club na kuwapeleka mbali zaidi, lakini pia upande wa pili pia tumeona Andambwile, tunasikia pia hali ni hiyo hiyo kwa Young Africa. Hii hali itaendelea hivi mpaka lini? Aliyakuwa ukiuliza kwenye vyanzo anasema hamna kitu kama hicho, ni katika hali tu ya kuharibiana tu CV, kwa sababu kila timu inataka mwenzie afanye vibaya kwa ajili ya kuambiana au kuharibiana sifa kama hizo. Hii hali unaionaje? Kwanza, kwa bahati mzuri ili swala la wachezaji mwisho binafsi imejana nilikuwepo. Sijakuwepo ile official za ndani, lakini nilikuwepo kwenye maeneo maalum, na niwaambie wa Tanzania swala la Andambwile na Kamara ni vitu vya kawaida sana duniani, na ile ni ajira, lakini ajira kuna mwajiri na mwajiriwa, na ni vitu vya kawaida. Kimfano kwa wachezaji, sio kwamba hao ndio wameanza mpaka watu akashtuka, hawa hajaanza, na mpaka mtu anaweza akafikia hatua ya kuweka mgomo kupitia lesi ya mkataba wake. Yani mkataba wa mchezaji wa kwanza, sehemu ya kuweza kuvunja mkataba yeye kwa urahisi endapo mwajiri wake atakaposhindwa kukidhi mahitaji kwa kumpa stahiki zake kwa muda takriban miezi mitatu mfululizo. Yani miezi mitatu mfululizo tayari emetinge moja kwa moja kwamba mchezaji yupo huru. Bimaana ana uwezo kwanza wa kustop kuendelea na kazi, lakini la pili akakufungulia kesi, na akifungua kesi akishinda na mamlaka ya kupata ile posho zake aidha stake zake, lakini kutakuwa na fidia kwamba kwa nini mpaka adai wakati kuna mkataba, vitu ambavyo vimepitishwa kisheria vya kimpira. Kwa maana wa Tanzania kwanza ni waondoe hofu masuala ya wachezaji kuidai Yanga, aidha kuidai Simba, aidha kudai klabu husika. Na sio Tanzania tu, yupo baadhi ya Watanzania ambao waliokuwa nje ya Watanzania, yani Mtanzania yupo nje ya Tanzania lakini ajira yake ni mpira. Wapo kina Simon Msuva, sio usikia Wydad Casablanca ndani ya Morocco, tena zaidi ya bilioni 1 na mamilioni yake. Sasa hivi ni vitu vya kimpira, sio vitu vya kudoubt sana mpaka mtu kaja kushangaa. Lakini hapa tu ndani ya kina Yanga na Simba walikuwa kina Kambole, wamepita kina Kambole hapa na wamekwenda huko, hao kina Mistambwe wamekwenda, wengi ni vitu vya kawaida. Na hasa panapofikia sehemu, na hii inatokeaga sana mara nyingi, kwamba mwenza wake, yani maana yake kwamba hasa hivi vilabu vya Simba na Yanga, mimi kwangu nasema kama ni mtu na mwenza wake, yani watani wa jadi hao, basi timu moja inapokuwa iko vizuri, hii nyingine inakuwa iko vizuri, na ndio kwenye ubora wa timu hapa. Yani kushuka kwa ubora, mwenzio awe vizuri, wewe uko chini. Kwa hiyo tunazungumzia kwamba hii ipo bora, hii iliyokuwa iko chini, kutakuwa na mambo mengi. Yani watu wanaisemanga, yani watu wanaifuatilia sana kwa kuhitaji kujua kwamba atoke pale aende kwingine. Tena mwingine anaishambulia na vitu vya ajabu ajabu, anatengeneza au vinatengenezwa vitu vya ajabu ajabu. Lakini ukifuata sasa, ukimfuatilia Kamara official kabisa, kuitulia naye hayupo huko. Kama hii mivumo ambayo inayovumwa kwa baba ana wiki sijui ana hiki, ni jambo lingine kabisa linalostahili kwamba Kamara ndani ya wiki mzima hii mgomo wake aidha yupo katika mazingira gani, ni weakness ya kimwili. Lakini watu wamechukulia ile weakness ya kimwili wakaingiza kwenye mpango wa strike. Sasa hili ni kosa, ndio sasa na kina Aziz Andambwile. Huyu Aziz Andambwile mpaka jana nikizungumzia kwamba sababu nilikuwepo, Aziz Andambwile tayari shachukua strike yake. Lakini nani anayepelekea hivi? Ni baadhi ya mawakala wale waliokuwa wa awali, yani yule wakala wake wa kwanza, umeelewa, ambaye baadaye akaja kimkataba akaproof, wakaingia wengine. Sasa yule ndio ambaye moja ya sehemu ya changamoto, na wakaja kuibua mambo mengine ya ajabu mengi tu. Kwa maana mimi niwaambie wana sports waliokuwa Tanzania, kwanza mchezaji kudai klabu ni kitu cha kawaida, lakini cha pili sio huyu Andambwile na Kamara, hawa wanafuata, wameshapita wengi wa Tanzania na sio wa Tanzania washadai vilabu. Tafsiri kwamba klabu inapofikia kipindi inapoyumba, basi lazima busara huwa zinatumika kwa mwajiri wake. Maana kwamba anawaita, jamani, klabu yetu sasa hivi imeshuka, kuna 1 2 3, mtu uvumilie. Hivi ni vitu vya kawaida. Na yule mtu ambaye kama atakuwa mwana mpira yuko ndani kishawe kuongoza mpira na anaujua mpira, hili kwake
haoni la ajabu. Lakini kwa mtu ambaye ni mchanga wa kimpira, mgeni wa kimpira, ni mshabiki tu wa kawaida, kwake atuona ni hatari sana. Kumbe sio hatari, ni kitu cha kawaida duniani. Na sio mpira tu, hata mtumishi wa serikali, wapo mawaziri, wapo baadhi ya yani mishahara inakuwa wakati mwingine inapita mpaka mwezi unaofuata. Ni vitu vya kawaida sana katika taifa letu, aidha katika soka letu la hapa Tanzania, na sio hapa tu, mpaka dunia. Sio hapa mpaka dunia. Dunia mzima mchezaji kudai klabu ni kitu cha kawaida sana. Sababu kuna watu wanasema kabisa kwamba hivi kwa Simba ile unavyoiona, Simba iliyojaa matajiri, Simba iliyojaa kina Mo, Simba iliyojaa kina Jairuti, inawezekana kweli mchezaji akadai? Mashabiki wa Simba wanasema hivyo. Hakuna kitu kama hicho kwa sababu timu yetu imejaa matajiri. Haiwezekani mchezaji kudai. Na wewe unasema kuwa ni kawaida. Ni kawaida kwa sababu nikizungumzia leo Simba na Yanga ndio timu kubwa ambazo zinazoshikwa na watu. Mifumo ya Yanga hivi sasa maana yake hauna mfumo wa matajiri wengi. Umeelewa? Ila ndo anakwenda kwenye matajiri wengi. Lakini zamani kulikuwa hii timu kulikuwa na maslahi ya watu. Yaani mimi ninapokuwa na fedha zangu basi na uwezo wa kuchukua wachezaji wawili watatu nikapeleka Yanga. Na mimi pia naweza nikachukua wachezaji wawili watatu nikapeleka Simba. Nikawalipa mimi. Na mimi ndio nikawa naelekeza mechi fulani cheza, mechi fulani down. Sasa watu tumeshahama huko. Yaani Simba na Yanga huko zimeshatoka. Maana yake Simba, tukimzungumzia Simba tunamtaja Mo. Lakini tukizungumzia Yanga kuna Rais Engineer, ni rais wa klabu, na yeye ndio mwenye mandate, na yeye ndio mwenye kuchukua changamoto za timu, na yeye ndio mwenye kutengeneza mahusiano na matajiri. Kama unavyoona huku Mo upande huu, japokuwa sio rais wa klabu, lakini huyu ni rais wa heshima ndani ya klabu ya Simba Sports. Sasa watu wote waliozunguka ndani ya Simba sio kwamba ana fedha, lakini je, anaweza mtu anaweza kaamua tu kwamba wewe kiasi gani unadai, mfano milioni 500, kamata inaenda pale. Je, awaranti hundi za fedha kupitia mikataba ndio anasoma? Maana yake ile anaweza akachukua na akacheza kwa mapenzi, lakini akajua bado stake zangu ziko pale pale. Kwa maana hiyo taasisi husika ndio inapaswa kukaa, na kama wao matajiri wapo wapeleke fedha kwenye taasisi ili taasisi chakate iweze kumlipa mchezaji ili jambo liende. Kwa hiyo alichokifanya msimamizi wa Andambwile kusema kitu kama hicho kwamba timu Andambwile anaidai timu au Kamara anaidai timu, kwa sababu kuna msimamizi wa hao wawili walienda kwenye kituo fulani cha radio na kuzungumza kitu kama hiko. Alichokifanya ni makosa, itakiwa awafate wahusika na siku na kwenye kituo hicho. Yani yawezekana kwamba mpaka unavyomuona mtu anakwenda kwenye vyombo vya habari, mwingine alishaanza kupitia kwenye ngazi husika, lakini akaona alifanyiwi kazi. Lakini yawezekana mwingine bado akawa na uelewa mchache, japokuwa ni wakala, basi akaibuka tu anaposikia kijana wake aiza mtumishi wake kalia yake haijapata stake zake, basi hana habari ya kwenda kwenye vyombo husika, aiza kwa husika, akaingia kwenye vyombo vya habari na kaibua. Lakini kimchakato kwamba nikizungumzia kwa wachezaji wawili wote ukikaa nao, yani hivi face to face, si ndio? Hawadauti kwa niaba ya stake na hawana shida na stake. Kuna vitu vingine kabisa vya kibinadamu vinavyozungumzika kisaikolojia. Sawa, kuna vitu vingine vya kibinadamu vinavyozungumzika kisaikolojia.